vile vile Mombasa hii, munaona vile tulikubaliana na nyinyi. Nilisimama hapa Tononoka, nikasimama hapa Bombolulu, nikawaambia mkinipatia nafasi ya uongozi wa taifa letu la Kenya, tutapanga mambo ya affordable housing, tutaweka mambo ya markets. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba wengine walifikiria kwamba ni story, wengine walituambia ni uongo, lakini mimi nataka niwaeleze haya manyumba mnayaona, hamuyaoni? Yamefanyika, hayajafanyika? Na tuko na manyumba kama haya 1170 Kenya mzima tunajenga haya manyumba, kwa sababu tunataka kuwatoa Wakenya kwenye vitongoji duni, mahali hakuna maji, hakuna stima, hakuna choo, hakuna chochote. Tunataka tuwahamishe waje katika makao ya kisasa ya kifahari, kwa sababu katiba ya Kenya inatueleza ya kwamba Wakenya, it is the responsibility of government under section 43 of the Constitution to make sure that the citizens of Kenya, the citizens of this nation, have decent housing, decent living in hygienic conditions. Na hiyo ndio kazi tuliopatiwa kama serikali kupitia kwa katiba, and I made a commitment that we are going to do affordable housing. I am very proud ya kwamba leo hapa Nyali, mahali hapa ambapo ilikuwa ni dumping site, mahali ya kutupa takataka, sasa tunabadilisha. Sasa hapa itakuwa mahali pa makao mazuri. Hapa tunajenga nyumba 2115. Wananchi watatoka kule kwenye vitongoji duni, watahamia hapa. Ndugu zangu watu wa Mombasa, muko tayari jameni? Muko tayari ya muko tayari bwana? Mimi nawaeleza, mbali na nyumba hapa 2115, pia tunayojengea hospitali hapa. Pia hapa tunajenga shule ya chekechea, tunajenga shule ya primary, tunajenga shule ya JSS, tunajenga shule ya sekondari, tunajenga soko hapa, tunajenga social hall hapa. Pia hapa kutakuwa na uwanja wa vijana kucheza mpira. Dunia hii itabadilika bwana, mtashangaa. Mombasa hoye! Munasema tuendelee tusiendelee bwana? Tuendelee tusiendelee? Sasa sikizeni. Sikizeni wana Mombasa. Sawa sawa? Sio hapa Nyali peke yake. Pale Tononoka tayari tumepatiana kandarasi ya Tononoka, nyumba 2000 kama hizi tunajenga Tononoka. Pale KPRL kule chini Changamwe vile vile tumeweka mpango ingine kama huu, nyumba zingine 2000 pale kwa shamba ya KPRL. Hii Mombasa tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 24 ya kujenga nyumba 8000, masoko pamoja na hostels, kwa sababu we want to make sure no part of Kenya is left behind. Mombasa hoye! Munasema tuendelee tusiendelee bwana? Tuendelee tusiendelee? Na hii kazi yote tumesema vijana wa Kenya ndio watafanya kazi hapa. Wale plumbers, engineers, quantity surveyors, electricians, wale masons, wale carpenters, steel fixers, watu wa mkono, mama mboga na wale wengine wote watapangia ajira hapa, kwa sababu we want to grow our nation from bottom up. Ama mnasemaje ndugu zangu? Tunaelewana? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee?